Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Tanganyika TV, ikiwa ni siku nyingine tena ambako tumekutana na mtu ambaye alikuwa maarufu sana kwenye vipindi vyetu vya Tanganyika TV, na sasa hivi hapa jijini Uvira nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuko naye ndugu Daktari Myalano Tanganyika. Karibu sana. Asante sana, nimekaribia. Nafurahi sana leo kukutana na wewe pia kwenye Tanganyika TV kwa ajili ya interview maalum. Na mimi nina furaha zaidi sana kupatikana hapa tena kwa Tanganyika TV mara tena, kwa sababu Tanganyika TV ni moja ya za television au radio zetu ambazo ni maarufu zaidi sana. Watazamaji wanakuangaliaga wengi sana, na hiki ni kipindi special. Hebu tuambie uji wako hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nini? Nimeshukuru zaidi sana. Kabla sija kwenda kujibu kuhusu uji wangu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwanza mimi ni nani? Cha kwanza, mimi ni mwanaharakati wa mambo ya kisiasa ambaye tumekubali kwa hali na mali kutafuta suluhisho kwa yule mwananchi ambaye anaishi kwa to ya $0.5 par jour adisatiti kwa maisha. Na ujio wetu kuja hapa ni moja wapo wa kuangalia na kutazama ni maisha gani mwananchi wa kawaida anaishi, na ni namna gani tunaweza tukatatua maisha ya huyu mtu ambaye anaishi kwa maisha duni. Kwa sababu wanatusikia tunaongea, tulikuwa bado hatujafika katika nchi yetu. Sasa ndio maana tumefika. Ujio wetu hapa ni wa kutaka sasa ni vipi tutafanya. Nasikia kwamba mmekuja kusimika rasmi chama cha siasa. Ndio, tunakuja kusimika rasmi chama cha kisiasa ambacho kinaitwa Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie. Chama hicho ni chama cha wanamapinduzi. Labda mtu anaweza kusema mapinduzi gani sisi tunaleta? Ndio. Kuna aina mbili ya mapinduzi. Tuna mapinduzi ya fikra ya mkongomani yeyote ambaye miaka 30 chini ya uongozi wa Mobutu tulikuwa ndani ya genocide mental, ambayo tumekubali uongozi duni, uongozi wa wananchi katika maisha yenye sio ya kawaida. Maisha ya utumwa, maisha ya mtoto kwanza, mtoto kwenda shule, sijue shule zenyewe za serikali ni za kulia. Unahisi kwamba ANAPAD, Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie, ndo itakuwa suluhisho ya matatizo ambayo raia wa Kongo wanapitia? Okay, ninajua sio ANAPAD italeta suluhisho. Suluhisho ni mwananchi mwenyewe ataleta. Ingilikuwa ni vyama vya kisiasa ndio vinaleta suluhisho katika nchi. Katika DRC tuko na vyama 450 na zaidi. Kwanza ni 70 na zaidi. Hiyo ni maparti politiki enregistré. Tuko na regroupement za magroupe za maparti politiki. Mais il y a pas la solution. Mais yenye sisi ANAPAD tunaleta la revolution. Mapinduzi ya mwananchi mwenyewe ajijue ni yeye ni nani na kipi anaweza akakifanya yeye ili apige hatua katika maisha. Mikakati yenu ni ipi? Mipango ambayo mmekuja nayo kama ANAPAD? Kitu cha kwanza, sisi wana mapinduzi ANAPAD, cha kwanza tunaambia wananchi mwaka wa 2023 tutagombea urais. Cha kwanza hicho. Kwa sababu ya nini? Kama sisi hatutasimama na kutetea wananchi wale ambao wanaathirika, hatutatoka katika hali hii. Ninaamini kuna vyama vingi vina maprojet de société, wanaongea mambo mengi, lakini maisha ya mwananchi hajageuka. Na ndio maana mikakati tuko nayo kama vile wazalendo, kama vile wana mapinduzi wa revolutionnaire, ni kutaka kumtoa mwananchi ambaye iko chini ya udongo ajisi kama iko na uhuru katika nchi yake. Hiki chama ambacho ni ANAPAD kilizaliwa wapi na mwaka gani? Chama cha ANAPAD ambao tunaita kwa kimombo Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie
kimezaliwa mwaka wa 2009. Na mwanzilishi kama vile autorite morale ndio anaitwa Dr. Miala Tanganyika, ndio mimi hapa. Chama hicho tumekiunda kwa misingi ya kutetea wananchi. Kama mimi ni mmoja wapo ambao nimeishi maisha duni. Kila aina ya maisha nimepitia. Kama ni walimu nimefunza, naona kisi walimu wanaishi. Kama ni hali zingine zote zile za kibiashara nimeyaishi. Naona kisi wa mama anazonyanyasika. Kwa kupitia haya yote, yule mtu mwenye ameshiba hawezi kuwa na mawazo ya kubadilisha. Lakini sisi ambaye tumeteseka miaka kwa miaka, ndio tukana ya kwamba ni wakati wa sisi tusimame. Na ndio nikasema mimi kitu ambacho nitakuja nacho kama vile mwananchi. Si kusema niwaambie wananchi kwamba nitawafanyia, kwa sababu mimi sina uwezo wa kufanyia wananchi, lakini wananchi wenyewe ndio wana uwezo wa kujifanyia hivi vitu. Lakini wanakosa nani kiongozi atakuwa kielelezo kwa. Na ndio maana tunasimama sisi wana mapinduzi kutaka tuwe vielelezo na tuonyeshe wananchi njia ya kujenga nchi. Wakongomani wamezoea sana kuona watu wanasiasa wa aina mbalimbali wanakuja, wanaongea, wanajinadi kwa maneno, alafu mwisho siku wakipata ule uongozi wanakuwa hawawezi kuwajali wananchi. Chama chako ANAPAD na wewe kama wewe Dr. Miala Tanganyika, unahisi utakuwa na ule uwezo wa kushindana na vigogo wengine ambao sasa hivi wako serikalini na wao ndio wamekaa miaka mingi katika nchi? Utaanzia wapi ili kupambana na vigogo ambao? Nimeshukuru sana, swali nzuri sana bwana mtangazaji. Nimesema na nikatangulia kusema ya kwamba kuna vyama 450 na zaidi katika DRC. Na hivyo vyote ce sont des partis satellitaires. Vyama ambavyo mimi nikikaa naunda chama kwa sababu nikuwe ministre. Naunda chama kwa sababu nikuwe deputy kwa sababu nahitaji nikule. ANAPAD sio hivyo. ANAPAD ni chama cha wazalendo wale ambao wanaishi maisha duni. Na kwa kweli umeuliza swali mzuri kusema kuna vile vigogo vya vyama vya kisiasa ambao vipo ambao hawataki hata chipukizi wasimame. Ubabe, hakuna ubabe unashinda ubabe wa wananchi. Ndio maana Wafaransa wanasema la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Hauwezi ukaficha. Sisi yoyote yule ambaye atasema ya kwamba yeye anaweza kugandamiza au kushindana na chama cha ANAPAD, ni kusema anashindana na sauti la wananchi. Na anashindana na sauti la Mungu. Hujanipa jibu sahihi. Utashindanaje na vigogo ambao wametangulia? Una mbinu gani ambazo utazitumia ili kuwashinda? Na kusahisha katika uongozi hakuna mtu anaitwa kigogo. Kigogo ni wale watu ambao wanagandamiza wananchi. Kwa sababu kiongozi si kigogo. Kiongozi ni mtu ambaye anaongoza mwananchi. Na kama mtu anajiita ni kigogo, huyo si kigogo, ni mbabe, ni mwizi. Huyo ni tapeli. Na kama ukikuwa katika siasa unajiita kuwa mgogo au kigogo, wewe si kiongozi, wewe ni mwizi. Na ndio maana tukiangalia vyama vingi wa wale ambao wanajiita ni vigogo wao, hawa hawana masilahi ya kuongoza wananchi ilivyo. Kwa sababu katika uongozi leadership inatuambia hakuna ugogo, hakuna ubabe. Ukileta ubabe kwa maendeleo ya mwananchi, wewe ni shetani. Nchi sasa hivi ni kama misingi inavurugika, nchi haiendi, mambo hayaendi. Watoto sasa hivi imetangazwa juzi kati kwamba hawataenda tena shule. Ungekuwa rais sasa hivi wewe, ungefanya nini na wakati huu ambao tuna gonjwa la corona? Nimeshukuru sana. Swali langu liko hapa. Watoto wanakatazwa kwenda shule. Je, makanisani watu waingie? Je, wameruhusiwa kuingia? Okay, sokoni watu waingie. Kwa nini wakose watoto wasinde shule? Na kuna zile mikakati ambao tunaenda kwa kimombo les mesures préventives, ambao waliambiwa watu wakae mita kama mita 1.5 na wavae barakoa. Sasa kwa nini wao wasifanye hivyo? Wachukue watoto wakae nyumbani. Hiyo ni génocide mental, et de ma part en tant que responsable na condamné avec toutes les forces. Kusema watoto waende shule na watu wanaenda misikitini, watu wanaenda kanisani, wanaenda sokoni, wanafanya watu wanakunywa pombe kwa baa. Kwa nini watoto? Hiyo kivyangu ninakwenda kusahisha serikali. Dr. Miala, kabla hatujasonga mbele sana kuhusu swala la ANAPAD ambacho ni chama chako,
Hapa juzi kati presidenti wa bunge la taifa Janine Mabunda wana bunge waliweza kumachisha kazi. Yes. Nini mtazamo wako? Kwanza nashukuru sana kwa kumuondoa huyo ni msaliti wa nchi. Na ninaongea waziwazi na nitaongea, Mabunda ni msaliti wa nchi. Wacha niseme tunafata utaratibu wa uongozi. Rais ana mamlaka ya kuteua wale majaji wa katiba kuu wa mahakama kuu ya katiba. How comes rais ameteua hao watu, wamehita mabunge kwa sababu bunge, hao msimamizi wa bunge, spika wa bunge ndio spika wa wananchi. Spika wa Senate ni spika wa wananchi. Rais wa nchi kwa mamlaka ya katiba aliyopewa amewateua hao watu, akawahalika hao viongozi wa bunge waje wakawe ndani, wao wakakataa. System administrative tunaita coup d'état administrative. Au point de vue coup d'état administrative, rais angechukua mamlaka ya kumtoa ili wananchi wamtoe. Na kwa kupitia kosa hilo ndio imebidi yeye huyo Mabunda haondolewe kwa sababu hana heshima. Kwa upande wako ni sahihi kabisa kuondolewa? Ni sahihi. Mimi kwanza nawapongeza mabunge. Mimi niko nawapatia 100% na wasapoti. Kwanza hata wa Senate naye anapaswa ondolewa yende. Hawana faida kwa wananchi. Nao ni wezi. Taarifa zimekuja juzi kwamba naye pia yuko tayari kuachia ngazi endapo tu ataona msukumo dhidi yake unaanza. Anapade. Sasa hivi dhamira ya kugombea urais iko pale pale. Kugombea urais ni ndoto nimekuwa nayo tangu niko mtoto, na niko nayo na wakati wake ni huu 2023, na nahakikishia wananchi ambao wananifuata kwa sasa nitakuwa mgombea katika kiti cha urais 2023. Huoni kama utakuwa na ubaguzi? Maana unaelekea ni sehemu moja tu kule ambako ni jamii yako, na maanisha watu wa kabila lako. Kwa nini usingeanzia mkoa mwingine, kwa mfano Equateur, Bandundu, Kishasa mpaka tuende uanzie Fizi? Umesema swali mzuri sana. Mwezi Gatumbi alianzia wapi wakati alipoingia? Mkutano wake wa kwanza umekuwa wapi? Wewe ndio kujibu sio? Hapo ndio nataka kuambia hakuna ubaguzi tuko nao, kwa sababu katiba inatupea mamlaka. Mwanaharakati yeyote ana haki ya kufanya mikutano ya kisiasa ya amani mahali popote ambapo anapopapenda. Cha kwanza. Na tunapewa ilani na katiba yetu ya kufanya na kuwapatanisha wananchi pamoja. Nilianza katika tarafa la Fizi. Ni tarafa mojawapo ambalo liko na shida, na sisi tunahitaji amani. Si kuenda tarafa Fizi kwa sababu ni mimi ni mzaliwa wa Fizi, hapana. Tumeenda tarafa la Fizi kwa sababu tunahitaji tusaidie rais aliyopo madarakani kuleta suluhisho ya mizozo tuko nayo. Na ndio maana hiyo ni mojawapo ya sisi tukasema ya kwamba wacha tuingie huko tarafani Fizi, tuangalie ni nini na tusaidie serikali iliyopo kwa sasa, kwa sababu hata sisi wakati tutakapochukua madaraka tutahitaji wanaharakati wengine watusaidie kutafuta suluhisho ambao wananchi wako nalo. Na ndio maana huko Sud Kivu ndio kuna mizozo mingi. Sasa tukitaka kuleta suluhisho na kuleta amani katika nchi yetu, inatubidi sasa tuwe katika ngome zile ambao zinaleta chokochoko ya mashida kwa wananchi, ili tuhubiri amani na upendo na umoja. Na ndio maana tukasema tukue baraka. Tukue baraka. Tarafani Fizi. Fizi ni tarafa kubwa. Utapita na Minembwe pia. Minembwe ni Fizi. Pia ni Fizi Minembwe. Yes. Utafika kule kufanya mitingi ya ANAPAD? Tukipewa ruhusa na viongozi waliopo Minembwe, tunaweza tukafanya hiyo mkutano. Unaikubali kumina Minembwe? Kumina Minembwe sijakubali. Sitasema kumina, ni wewe umesema kumina. Si mimi. Nauliza kama unaikubali. Nimesema viongozi kwa sababu pale kuna makapita. Nifuate vizuri. Viongozi
Ukitaka kuniambia Minembwe ni kama vile unaniambia Swima, unaniambia Lusenda, Mboko, unaniambia Mboko, unasema Baraka. Ndio na consider Minembwe. Lakini mambo ya komine ishindwe kwa jina la Yesu. Hiyo mambo ya komine ni mapepo bwana. Usinitajiwe kitu kwa sababu ni matapeli wataka kuweka hiyo. Ndio. Yes, mimi sikubali hiyo na kwanza namba 2. Hiyo Mungu awasamehe, shetani asiwaache watu walifanya mambo hayo. Yes. Anapad. Unategemea kwamba Anapad itakuwa ina nguvu gani na wakati unaenda nayo na unataka kugombea urais? Kule Fizi kuna watu kama kina Nemi Mwilanya, kuna watu kama Ambatobe na wengine wakina James Mulengwa, wengine wengi. Hawa watu utashirikiana nao vipi? Ama utawakonvinsije wananchi ili wachane na watu waweze kupa kura zao? Ndugu mtangazaji, sija kuelewa. Ambatobe ni nani? Nehemi ni nani? Ili nipate kukuelewa vizuri kwa sababu unasema Anapad na Nehemi. Kuna tofauti ya Mialano, Dr. Mialano na Anapad. Kuna Mialano, kuna Anapad, na pia kuna Nehemi, kuna FCC na PPC. Dude, hapo ndio nitaka kuongea hapo. Sasa ufike hapo. Nataka nikufikishe hapo kwamba wakati unaenda kugombea kule. Bwana Nehemi naye akiwa na nia hiyo utashindana vipi na Nehemi? Kwa chama gani? Anaweza kaja na chama chake. Na wewe pia unakuja na chama chako. Okay, nimeshukuru umeuliza swali mzuri. Tukisema Nehemi ni FCC. Tukisema Anapad ni Anapad. Ni Anapad. Hivi ni kama vile deux lignes parallèles. FCC, Anapad. Si wananchi wanajua FCC ni nani na Anapad ni nani. Na FCC miaka 18 kwa kiti na Anapad bado hajafanya. Sasa tuangalia matunda iko wapi na mwenye iko na mawazo ya kuleta matunda ni ya wapi. Ni wananchi ndio iko na uwezo wa kuchagua. Kwa nini wanasiasa kutoka Kivu ya Kusini msitafute nguvu ya pamoja ambayo itawafanya nyinyi wananchi wa Kivu ya Kusini waamini na at least waweze kuwapa nafasi ile ya kushinda kile kiti? Kwa sababu sio kiti cha tukienda moja uone kama itakuwa ni ngumu kukifikia kile kiti. Nimeshukuru sana ndugu mtangazaji. Ni kama vile unamwambia duka 2 au duka 3 zichangie kuuza kwa bei moja, wote wachangie duka moja ili waende kuuza nguo kwa duka moja. Ukiambia hapa kuna duka la nguo, kuna duka la viatu, kuna duka nguo. Okay, si ni duka zote. Na kila mtu anahitaji aingize watu wake waje kununua. Sasa ukiwaambia hao watu funga duka lako kuuza tuchangie hili. Kabisa hapo kutakuwa kitu kizuri mtangazaji. Miradi ya Anapad ndani ya nchi. Kwa sababu unazungumzia nchi nzima, Anapad ni chama cha kitakaa nchi nzima. Yes. Sio Fizi tu. Na nchi yetu ni moja kati ya nchi masikini sana. Kubwa. Nafikiri umekuja umeona barabara zetu, umeona miundombinu, umeona hatuna maji, umeme, kila kitu kimekufa. Anapad, kwenye ilani ya Anapad, ni nini project zenu kubwa za wananchi zitakazowasaidia? Anapad ina mwongozo. Na nahitaji munifuate vizuri. Anapad ina mwongozo. Lakini mwenye anatimiza ni mwananchi. Unanifuata vizuri hapa? Lazima viongozi ndio wana Dude. Kuna kitu kimoja ambao viongozi wa sasa wanadanganya wananchi. Na hicho ndio tunakuja kuwaambia wananchi ukweli. Hakuna mwanaharakati wa kisiasa anatoa pesa zake kwa mfuko kujenga barabara, hayuko. Hakuna mwanaharakati au kiongozi wa chama cha kisiasa anachukua milioni yake aweke kwa kununua kujenga shule, hayuko. Lakini kitu kinapojenga barabara na kinachojenga shule na kinachojenga kila kitu kuleta maendeleo ni tax ambao wananchi wanatoa. Na ukiona yule ambaye anakuja na kuambia kwamba sisi chama tutajenga hivi, tutafanya hiki, huyo ni mwongo na ni mwizi. Lakini tukiambia wananchi pamoja, sote kwa pamoja tutajenga hiki, kwa sababu tajiri wa huyo mfanya siasa ni mwananchi. Na sisi kama vile wana Anapad, kupitia uwezo wa wananchi ambao wanautoa, wakitupa mamlaka tuongoze nchi, tutabadilisha. Kwa sababu Anapad hapa ni kazi. Anapad na mikakati, kwa sababu tunajua sisi kwa Anapad, tajiri wa sisi Anapad ni mwananchi. Ni kwa sababu tutengeneze kwanza maisha ya mwananchi ili Anapad itwe Anapad. Kwa mfano ya CCM ya bwana John Pombe Magufuli
Hebu angalia kwa sasa Tanzania, nimepitia Tanzania. Nchi nzima inajaa mabarabara. Unafikiria ni pesa za Magufuli ametoa kwa mfuko? Ni ile tax ambao wananchi wanatoa. Na wanaonyeshwa mmetoa pesa hizi. Lakini katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kuwa matax mabilioni na mabilioni. Lakini wananchi hawaambiwa pesa hizo zinaenda namna gani. Na ni hapo kuna wizi, na ndio hicho ndio lengo letu la kwanza, kuja kuambia wananchi tusimame. Tusimame, watu wasitugandamize namna hii. Na ndio maana sisi wana ANAPAD tukisaidiwa nafasi ya kuongoza wananchi, kitu cha kwanza stability economic. Stability. Ona pesa, nimekuja kuchange pesa ya Kongo hapa. $1 ni 2000 francs. How comes? Kwa nini? Kitu cha pili, emploi. Kazi. Wananchi wanatoa mataksi, wanafanya kila kitu. Je, kwa viwanda viko wapi? Na kuna wanaharakati wanakuja, wanasema tutafanya hiki, tutajenga hiki, tutafanya hiki, na hakuna yale yote ambao wananchi wanakwenda kupata. Na kwa sababu ya hichi, sisi kama vile wana mapinduzi wa ANAPAD tunasema ya kwamba Mungu akitusaidia, Mungu akituwezesha, wananchi watatoka katika shida hili. Kwa sababu ni wananchi ndio wanajenga nchi, lakini si watu ambao wanachukua mali za wananchi wanaweka kwa mfuko. Ndio maana chama cha ANAPAD kiko hapo, kikipata mamlaka kimwonyeshe mwananchi jinsi atajiendeleza na jinsi ataendelea. ANAPAD kitaifa, makao makuu ya ANAPAD kitaifa kadiri na katiba, hatuwezi tukaweka makao makuu ya chama mahali pengine kwenye mji mkuu. Na kikatiba mji mkuu wa nchi yetu ni wapi? Kinshasa. Wananchi wengi ambao wako diaspora, wengine wako umu ndani ya nchi, wanakutizama kupitia Tanganyika TV. Na nafikiri wanakujua, ni moja kati ya mtu ambaye una mambo mengi sana ya harakati kuhitaji kuikomboa nchi. Na diaspora pia wengine wana hayo mawazo pia ya kuja kufikiri kwamba wanaweza wakaikomboa nchi kutoka mikononi mwa niseme wanyang'anyi ama watu ambao hawana nia nzuri na wananchi. Unawaambia nini diaspora ambao wanakutazama? Kwa sababu kuna wengi wana nia ila wanauoga wakuja labda kuja kuwasaidia wananchi wenzao. Kitu cha kwanza, ukiwa kiongozi, ukiwa mwoga, hakuna mahali unapeleka nchi. Cha kwanza nataka kuambia wale viongozi wote ambao wananisikia kwa sasa, kiongozi ni kielelezo cha taifa. Na ukiwa kiongozi kiwa mwoga, wananchi na wao ambao unaongoza wewe watakuwa woga vivyo hivyo. Cha kwanza hicho. Na cha pili, wakati tuko nao ni wakati sisi sote tuambatane kwa pamoja. Kwa sababu wakati mimi nitachukua nchi, sio ANAPAD itaongoza nchi, ni wananchi wataongoza nchi. Kuna tofauti wa chama. Na ndio maana hapa ninakosoa mara nyingi vyama vya kisiasa. Na vikosoa sana. Kwa nini nimesema hivi? Mtu anachaguliwa kuwa mbunge, kuliko kutumikia wananchi ambao walimchagua, yeye anatumikia chama cha kisiasa. Kwa ANAPAD hatuko hivyo. Ukichaguliwa na wananchi kwa chama cha ANAPAD, wewe si mtumishi wa ANAPAD wa chama, wewe ni mtumishi wa wananchi. Na ukikuja kwenye bunge, tetea wananchi, usitetee chama cha ANAPAD. ANAPAD ni mlango wa kukupea wewe uwasaidie wananchi. Na ndio maana wa parlementaire wetu kwa sasa anashindwa kuongea mausimu mnani mparlema. Huko anakuja kuomba kura kwa Kiswahili, lakini anashindwa kwa bunge kumtetea mwananchi kwa sababu lugha za kitaifa. Na hicho kitu tunakuja kubadilisha sisi. Tunataka wananchi wao wanatetelewa. Kukiwa kosa fulani, sema kwa lugha huli mwananchi mwenyewe hasikie Kifaransa, wachana Kifaransa ni lugha ya wazungu hawa. Sisi hatuna haja na lugha ya wazungu, tuna haja ya mwananchi asikie kile kitu ambacho kimetuma yeye akutume kwa bunge. Mfano Uganda wanaongea Kiganda wakiwa bungeni. Mfano Uganda, mfano South Africa wana nani Julius Malema wanaongea Kizulu. Twende hii kwa sasa bunge la Kenya limepitisha Kiswahili.
Kwa sasa Tanzania wanasema Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo wananchi wanasikia. Na pia inawapa uzoefu wa bunge kuongea na kutetea wananchi. Lakini Kongo nyuma ya vifaraza virefu, Faransa si lugha ya nyanya yako bwana. Ni ya wazungu, hii ni lugha ya Macron. Hakuna siku Macron ataongea Kibembe ama Kiswahili ama Kirega. Yeah. Na ANAPAD sasa hivi inaweza kuwa na nafasi kubwa sana kwa watu wa tarafa la Fizi, Uvira, Mwenga na sehemu zingine. Wakati utaenda kufanya mitingi yako, nafikiri ni ya kwanza ya Baraka. Maandalizi yakoje kwa upande wa Baraka? Maandalizi iko sabamba. Wananchi wananingoja huko. Niwapelekea habari. Yako salama. Na kwa sababu ANAPAD tumefuata utaratibu wote. Tumeandikia viongozi wa meya wa jiji la Baraka, tukaandikia kitengo cha upelelezi, tukaandikia polisi, tukaandikia hata MONUSCO, tuliandikia hata chef de secteur. Vivyo hivyo tuliandikia gouverneur provincial, tukaandikia vitengo vyote tena kwa niveau provincial. Hatuna woga wote kwa sababu tumepata ilani na sisi tunaheshimu uongozi. Na kupitia hayo yote maandalizi wananchi wanaandaa na naamini mambo yatakuwa mazuri. Bitakwira alikuja na neno kutoka kwa rais kwa ajili ya kuhamasisha vikundi ambavyo vinamiliki silaha kuacha silaha na kujiunga na serikali. Unahisi kwamba alikuwa anachezea moto ama angeweza ama ataweza ile kazi? Kuna kitu nitasaisha kwanza mtangazaji. Bitakwira, who is Bitakwira? Bitakwira ni nani? Tukisema sauti la rais kupitia msemaji, kwa sababu Bitakwira alitumwa kama msemaji wa rais kuhamasisha. Mimi naweza nikatumwa kwa mission, mimi kwa sababu niko hapa, mimi ni mfanyakazi wa ANAPAD. ANAPAD inanituma nilete habari ya ANAPAD. Mimi ni mfanyakazi wa ANAPAD. Vivyo hivyo kama vile Bitakwira ni mfanyakazi alipewa kazi na chef de l'etat kuhamasisha. Na si vibaya kuhamasisha. Ndugu yangu, nitajiweka kuwa wazi hapa kwa sasa, sitaki nikuwe mtu aniende hivi na nikwepe kwa sababu mimi maisha yangu usiongopi. Vikundi vipi? Tuchukulie ya Kutumba, Twigwaneho, wengine usasema neno Twigwaneho. Hiyo ni lugha ya wapi? Ya Minembwe. Kwa nini hamasishwe? Ni lugha ya wapi? Ni watu wa Minembwe. Nataka unijibu mtangazaji. Hiyo ni lugha ya wapi? Kinyamulenge. Kuna kwa lugha ya Kinyamulenge. Tuende mukatre sasa kanti tribi kuna ile lugha inaitwa Kinyamulenge. Kinyamulenge. Kuna tribi inaitwa Kinyamulenge, nataka Wanyamulenge ni kabila ambalo linapatikana. Tusifanye dhambi. Tunafanya dhambi mbele ya Mungu. Ukisema Kinyamulenge, Murenge ni nini? Ni mlima wa Freru. Swali lisende sana huko. Zungumzie tu ile kitendo cha wao kuhamasishwa kuacha wanani kuhamasishwa. Nataka wale wote ambao wanamiliki silaha. Wanani? Matrupu yote ambao yanamiliki silaha. Unasema neno Twigwaneho. Kuanzia Kivu ya kaskazini, ya kusini na sehemu zingine. Okay. Kwa nini tusiseme kwanza ya Kutumba? Unahisi anaweza kuweka silaha chini na kujiunga na serikali? Anaweza kuweka silaha chini? Yes, anaweza. Na kama kiongozi wa ANAPAD, article 64 de la Constitution. Article 64 de la Constitution inasema aje? Inasema ya kwamba kama hakuna uongozi sahihi, wananchi wanachukua hatua kujikinga na kulinda maprovince zao. Huko naenda Fizi pia. Utapata nafasi ya kuhamasisha kama mwananchi, kama kiongozi wa ANAPAD. Nitahamasisha, yes. Sisi tunashindwa na vita, kila siku vita, kila wakati vita. Ya nini? Wananchi wanachoka, na wakati tujenge nchi yetu ya Kongo. Unaunga mkono wazo la rais la kuhamasisha watu waache silaha chini ili waje watu wa nane? Mimi ninaunga rais akae kwenye meza ya mazungumzo na vikundi hivyo. Yale matakwa yao na mahitaji yao wayatimize. Lakini makundi ya silaha, watu wanaingia silaha kwa njia zao tu. Na kila mtu ana mahitaji yake. Huyu akija na hili na hili mahitaji yatakuwa mengi.
Si ndio? Kwa nini kama wazalendo wasijitolee na kushuka, sawa, na nyinyi kama wanasiasa mkaungana na rais ili kuhakikisha kwamba wanarudi katika familia? Katika familia ukiwa mzazi una watoto wengi. Kila mtoto ana tabia yake. Lakini ni wewe mzazi kusuluhisha matatizo ya kila mtoto. Ukikuwa mzazi ukishindwa kusuluhisha matatizo ya watoto wako, wewe huku mzazi huko kompeta. Unanipata mtangazaji? Na kama vile rais wa nchi anapaswa akae na vikundi hivyo kwenye meza mazungumzo, awasikie ni nini wanahitaji. Na ninamshukuru Bwana Tshisekedi kwa jitihada anayofanya. At least tunaona mwangaza. Kwa sababu hii kutuma watu wa kuhamasisha ni vile mzazi anahitaji watoto wote waje wakae kwa baba yao. Na kwa hilo tunamsupport. Anapadi mko tayari kutumika naye pia? Kutumika na Rais Tshisekedi? Tuko tayari kutumika na rais yeyote yule ambaye atahitaji mahitaji ya wananchi. Tuzungumzie hatua ya kumalizia mkutano, kuanza na kumalizia mkutano Fizi. Unawaambia nini wananchi wa Fizi ambao mpaka sasa hivi wanakusubiria kufika kule Baraka kwa ajili ya kwanza mikutano yako? Na saisha kwanza sitaambia wananchi wa Fizi, naambia wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiwa kama kandidati wa kiti cha urais kupitia ANAPAD 2023, Dr. Mialano Tanganyika, unawaambia nini wakongomani wote? Good. Kuna jambo moja niko nalo. Kuna mtu mmoja alisema ya kwamba mieux vaut vivre ensemble comme les frères et sœurs, ou bien mourir tous ensemble comme les idiots. Nadhani mnamjua mwenye aliongea hilo neno. Sitaki kutambua kusema neno lake hapa. Anaeleweka? Hiyo ni neno la kimapinduzi kwa sisi wana mapinduzi. Kwa sisi wakongomani ambao tunajua kuangalia kwa ndani, kwa kweli ana haki ya kutuita sisi tuko waidio, kwa sababu aliomba nationality akapata. Cha kwanza akaomba, akareklame udongo, akaanza kujipa. Na ndio maana je félicite Monsieur Félix Tshisekedi kuvunja waziri wa decentralisation. Na tukiomba hachukue yule mwenye alikuwa ministre wa affaires intérieures à l'époque, akuwe traduit en justice. Kwa sababu ministre wa decentralisation hawezi akagawa province ama nini bila autorisation ya ministre wa affaires intérieures. Kwa sababu njo alikwenda kucreer les soi-disant communes frauduleuses avec leur bassesse. Kwa hiyo ni kwamba ANAPAD mnakuja kuanza kufufua yaliyopita. Kwa nini tusisamee tena mbele? Tuko ndani ya état de droit. Maana état de droit ni nini? Il y a pas la paix sans la justice. Kwa mfano mtu akuja na kupiga mpanga, anakuia mtoto wako. Okay? Akikuia mtoto wako, njoo unasema umenuia mtoto usamee. Na kuna kovu liko hapa. Utasamee? Sitakuwa nasema ili kovu liko hapa. Ni mtu fulani amenimalizia mtoto wangu. Lakini kama justice ikifanya kazi, njoo msamaha imekuwa. Unanipata ndugu yangu? Kwa sababu si un quelqu'un crée une commune frauduleuse kwa maslahi gani? Kwa nini? Na ndio maana ndugu zangu, sisi wanapade tunaheshimu sheria, tunaheshimu katiba, na katiba inahitajika iheshimike na watu wote. Message yako kwa wakongomani wote ambao wanaishi nchini na ambao wanaishi nje ni ipi? Unawaambia nini, neno lako la mwisho? Message yangu ambayo ninawaambia wananchi ni ipi? Cha kwanza, tuwe sote pamoja kwa umoja. Tuambatane sote kwa moja. Mimi nikushike wewe kama ndugu bila ubaguzi. Tuko 450 tribu. Kwa kutaka kujenga taifa letu hili, tuwe sote. Tuwe pamoja kwa umoja. Nakushukuru sana Dr. Mialano. Yes. Karibu sana kwa Tanganyika TV. Nashukuru sana. Naam,
nafikiri kwa wote ambao mmeweza kufuata kipindi cha sasa hivi ni Dr. Mialano, kiongozi president wa ANAPAD, Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie, chama cha kisiasa, na amekuja nchini kwa ajili ya kukipa nguvu na kuweza kukipush mbele, na nia ni kugombea urais 2023. The one and only in town, DJP, Tanganyika TV. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.